Aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Joseph Mwansote alimaarufu China wa China amesema viongozi wanaohamia au kurejea ndani ya chama hicho hawapaswi kupewa nafasi za uongozi kwa haraka bila kuzingatia taratibu, historia ya utumishi wao na mchango wa wanachama waliokuwepo kwa muda mrefu. China wa China ametoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na kituo hiki akisema kuwa pamoja na changamoto zinazokabili medani za siasa, bado siasa za sasa hazina mvuto na nafasi kubwa katika kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi kwa wananchi. Kwanza kwenye chama chetu, kwenye katiba yetu, ninaomba wajumbe wa mkutano mkuu watakao kwenda, na mimi pia kama mwanachama ninao wajibu wa kutoa maoni yangu kwa wanasheria wa chama. Uchaguzi mkuu unaokuja tuondoe kipengele kimoja. Hiki ndaandika mimi mwenyewe kupeleka mapema sana, kwa sababu utaratibu wa chama chetu ni kwamba maoni yanaanza kutolewa kabla mkutano mkuu, zinashuka fomu huko chini. Kwa mimi nina haki ya kutoa maoni yangu. Moja ya jambo ambalo nitaomba wajumbe watakao kwenda mkutano mkuu, kuna kipengele kinachosema anayejiunga leo sawa na Mtei, mwasisi wa chama, kwa ana uwezo wa kugombea nafasi yoyote ndani ya chama. Ya tunampokea leo Wasira, tunampokea leo Nchimbi, tunampa nafasi ya kugombea mwezi huo wiki hiyo hiyo. Hili ni tatizo. Kwa tunahitaji kuibadilisha katiba na tuweke kiwango maalum cha watu wanaokuja ili tuwapime wakae kwa muda gani ndani ya chama. Iwe kikatiba. Kupokea mtu sio shida, ili mradi ana sifa ya kupiga kura. Tunahitaji kura yake. Hilo la kwanza. Hii yote mahangaiko, tunakufa, tunauawa, tunafanywa nini? Ni kwamba tunazidi kuwasogeza watu, tunapata kura nyingi. Tunahitaji kura yake. Lakini kura tunaitaka hiyo. Tunapokuja kwenye swala la uongozi, kwa sasa Chadema ilipofika, lazima ifunge muda maalum wa mtu akae kwenye chama mpaka tumpime. Hili ni lazima tukubaliane, na ndicho kitu ambacho tutakwenda. Ni hivi, Msigwa na wenzie, na Msigwa amekuwa akitumia haya maneno mara nyingi sana akifundisha. Anasema hivi, Bwana Komba, wewe na katika maisha yako ya kawaida una makundi matatu. Kundi la kwanza ni wale watu ukiwakuta na wasalimia tu, habari za leo, hamjambo, shikamo, atasipoitikia wala moyo hauumi, unajipitia zako. Lakini kundi la pili, Bwana Komba, huwezi kupita pamoja na kamera zako hizi, kama ulibeba begani utatua, utakwenda kumsalimia mkono kwanza. Lazima umpe mkono. Ukimpa mkono ndio unaona umemsalimia, kwa sababu bila kumpa mkono yule mtu angekushangaa kumsalimia kwa mbali. Hilo kundi lipo. Lakini kundi la tatu ni kundi la kuagiana, la kukumbatiana. Hili Bwana Komba ndio kundi ambalo wakati unafanya shughuli zako au unafanya maamuzi yako yote, lazima uulize, yani huyu ndio mshauri wako, jambo liko, hata kipiga simu unavyoangalia hivi unatangulia kusema kuna nini leo? Anataka kuniambia nini? Au ukiwa na shida ndio unaamuka kwenda nyumbani kwake kusikiliza au kuomba ushauri. Huyo ndio mtu ambaye unakumbatiana naye. Sasa huyu 30, huyu Msigwa, huyu Aratanga, Asenga, sina wengine wanaokuja, ni kazi ya viongozi wa chama. Hao watu wanaweka kwenye kundi gani? Kukumbatiana, ni kumpa mkono wa heshima, au ni wa salamu ya mbali? Kama wanaona ni wa kukumbatiana kumuingiza kwenye chumba, wao waamue viongozi. Lakini kuja Chadema kuungana nao sio shida. Katika hatua nyingine, China amekumbushia namna alivyoshiriki kukijenga na kukipigania Chadema kwa miaka mingi, huku akiwataka wanachama wa chama hicho kuendelea kushikamana na kufanya shughuli za chama kwa weledi na nidhamu. Unajua, mimi 2005 nilikuwa nimetoka kuachana na Simpasa. Wakati huko CCM ni mbunge. Mimi sijakuwa na kadi ya CCM, ila nilikuwa na kaubabe fulani hivi
Kwa hiyo nilikuwa ni mpambe wa Simba wa karibu sana. Kwa hiyo nimezunguka hili jimbo hata kabla sijaja Chadema. Mimi nimejiunga Chadema baada ya Mbowe kushuka hapa. Wakati nimetoka Zambia nilimkuta hapa ameweka ngumi. Anapiga peoples huko Zambia, alikuwepo mtu anaitwa Sata. Kile chama kilikuwa kinaitwa Pamaka. Nao walikuwa wanatumia hii. Kwa hiyo nilitokea kumpenda na ile combat. Kwa hiyo nikatoka 2005 nikakueleza kwamba nataka kwenda Chadema. Wakati huo Chadema hapa haipo, ipo yani kuna watu kama watatu lakini hawajaichukua. Akaipokea Jibaba, alikuwa yuko NCCR, lakini akaipokea akamwachia bwana mmoja anaitwa Ima, yeye akaendelea na chama chake. Hasa kwa sababu Mbowe hapa alikuwa na uongozi. Mimi nikaondoka na jamaa mmoja Julius Ndindile, tukaenda kwa chief Mzee Siame. Tukamwambia tunataka tulete Chadema hapa. Mimi ndio nilipoanzia hiyo kazi. Ukisema siasa ya sasa, hamna siasa sasa hizi. Kwa siasa ya sasa hivi mimi niseme tu haipo. Mimi nilikuwa nafanya siasa hapa kina Mwandusu wapo kabla sijaja huko mkoani. Na kuja tutafanya siasa tunamuuza silinda hapa 2010. Tulikuwa tunazungumza jukwani, tunasemana na yeye anasema kesho napanda, ndajibu hoja yako. Tunajibishana wenyewe. Sasa leo hii mwanasiasa anamwambia polisi kama hata huyo anataka kuniua na polisi anakuja. No research no hai. Tumefanya nini mambo haya? Vitoto vidogo vinakwenda vinashinda kwenye ofisi za vituo vya polisi kutoa taarifa za uongo. Afu wamegeuka wanasiasa tunao ndio wanatumika na wanasiasa wakubwa. Wameka sijui ni panya road mimi hata sijui. Hakuna siasa brother iliyopo sasa hivi ambayo tunaweza kujenga taifa. Kwa sababu nasema haya sasa hivi uwezo muone diwani anasimama jukwani anaomba ushiriki wa wananchi kwenye maendeleo. Hakuna. Sio umeelewa? Hakuna. Ndio maana hapa sasa hivi ukiangalia miradi mingi imekufa, nguvu ya mwananchi haipo. Hamna siasa tena. Kwa hiyo hata wabunge hao muulize uliza hao wabunge wako, hivi mkiwaita kwa hoja wa diwani wanasema nini? Hawaji huko. Wenye viti hata kusema watumie nguvu zao za kukusanya wananchi tukatengeneze madarasa tukafanya nini? Hayapo, hamna vikao tena. Ukimkuta tu kienda pale anasema niitie polisi hapo nataka kuongea na watu wenyewe kwa watatu anaita na polisi nyuma. Sasa kuna siasa gani? Utafanya maendeleo gani hapa? Hauna siasa. Acha mimi nitafutage mkate wangu tu. Ila ninachosema hatuna namna, tutapambana na siasa hizi za ubabe. Tutasimama na nawapa moyo viongozi wangu wapambane. Na mimi wakinialika nimemaliza zoezi langu, nimemaliza la kusaini. Tulishawapa nafasi. Sikutaka ionyeshe tuna kiburi, tuna wadharau. Kwa tunakuja, naambia vijijini nakuja. Na nakuja kwa sababu ndio eneo mmoja wapo ambalo walipata shida sana juu ya mimi kuonekana na mtoto wangu amefariki na mimi sionekane. Kwa msiba ulikuwa mkubwa kwangu, ulikuwa msiba mkubwa kwa mtoto. Kwa baadaye ulivyoona nipo nimepata simu nyingi sana za kunihitaji nifike. Kwa hiyo nyumbani naomba nitumie taarifa. Takuja kijijini, tafanya mikutano yangu wajue mtoto wao nipo na wala simlaumu mtu. Waliofanya haya Mungu atalipa. Hii ni Machweo Online TV na mimi ni Ted UCC Mfukwe nikiripoti kutoka hapa.